Kwa majina ninaitwa Sister Woinde Ncha, ni occupational therapist. Ninafanya kazi BCC kwa takriban miaka 10 sasa, na kwa mwaka huu tunamshukuru Mungu tunaendelea kukuza huduma na kupanua huduma kufikia sharika nyingi za jimbo la Hai. Na kwa leo tuko usharika wa Rundugai. Tumefika hapa asubuhi na tumepata watoto na vijana ambao wana mahitaji maalum. Lengo hasa ni kutambua uwezo wao na vitu ambavyo wanaviweza na ni nini ambacho tunaweza kufanya kwa ajili ya kuongeza uwezo wao katika shughuli za kila siku na maisha yao kwa ujumla. Lakini pia kutambua fursa ambazo zipo na ni jinsi gani wao wanaweza kuwa wanufaika au washiriki wa usawa katika jamii, katika kuzitumia fursa za jamii yao. Na kwa hapa kwa leo tumepata watoto na vijana wapatao 13 mpaka sasa, na tunasubiri wengine watafika kwa ajili ya kuendelea na usaili. Lakini ni watoto ambao ni potential na wazazi wao pia na mazingira yao ni supportive. Sisi tunaweza kujipanga tena kwa upya kuangalia kama tunaweza kusogea kutoa huduma mahali hapa. Ninashukuru usharika wa Rundugai, mchungaji kiongozi na timu yake kwa jinsi walivyotupokea vizuri, wametuandalia mazingira vizuri. Tunashukuru Mungu, wanawapenda watoto, wana moyo wa kuwahudumia watoto. Kwa hiyo ninaamini siku zinazokuja huduma itakuwa nzuri tena ya viwango vya juu mahali hapa. Kwa majina ninaitwa Godson Jeremia Mari, ni mratibu wa afya katika idara ya diakonia kitengo cha BCC Dayosisi ya Kaskazini. Sisi tunatoa huduma kwa watoto wenye changamoto ya afya ya akili, ulemavu wa akili kwa ujumla wake, na tunawahudumia watoto katika jimbo la Kilimanjaro Kati, Hai pamoja na Karatu. Na kwa sasa tuna jumla ya watoto 290 ambao tayari tumewaandikisha, na leo tumeongeza watoto 9 ambao wataongezeka kwenye hiyo hesabu. Kwa hiyo tutakuwa na watoto 299. Katika huduma yetu ya BCC tumelenga kuwahudumia watoto wenye ulemavu wa akili kwa sababu wengi hawapati nafasi ya kupata huduma mbalimbali za kijamii kama watu wengine. Kwa hiyo kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Dayosisi yetu ya Kaskazini imeweka mpango wa kupita kwenye sharika zake zote na kuwatambua watoto hao na kuona mahitaji yao na kuanza kuwahudumia. Kwenye dawati langu mimi nahudumia kuhusu mambo ya matibabu, elimu ya afya na mambo ya ushauri nasaha. Kwa hiyo tuko mimi na mwenzangu ambaye ni msaikolojia, ambaye yeye anafanya shughuli moja kwa moja ya kuhakikisha kwamba wazazi wanakuwa na maisha bora kiafya kwenye afya ya akili. Leo tumewaona watoto 17, lakini kati yao 9 wanafaa kabisa kuingia katika programu yetu, na wengine tumechukua hatua leo za kuwapeleka hospitali kwa sababu mmoja alikuwa na tatizo la damu kuwa ndogo, lakini anaonekana pia ana utapiamlo na kifua kinamuuma. Tukaona akilala haitakuwa njema, hivyo tunaondoka naye na kumpeleka hospitali leo. Na mwingine atapelekwa hospitali kesho ili kukutana na madaktari bingwa wa watoto waweze kuwasaidia ushauri na mambo mengine ya kiafya. Ninaitwa mchungaji Nelson Elbariki Minja, mchungaji kiongozi KKT Dayosisi ya Kaskazini, jimbo la Hai, usharika wa Rundugai. Leo tunayo furaha kufikiwa na ndugu zetu kutoka kitengo cha BCC makao makuu Dayosisi kwa ajili ya kufika kuwaona watoto wenye changamoto ya ulemavu katika usharika wetu. Ili tatizo la watoto wenye ulemavu katika usharika wetu lipo kwa asilimia kubwa. Leo tumeweza kupata tu sehemu ya watoto wachache ambao wamefika
takriban watoto karibia 20, lakini hii inatokana na umbali uliopo kati ya mtaa mmoja hadi hapa senta ya usharika, kwa wazazi wengine kuweza kuwabeba watoto hawa ambao wana changamoto kubwa ya ulemavu. Na asilimia kubwa ya washarika wetu ni jamii ya Wamasai, na hili tatizo katika mazingira haya linaonekana kwamba kwa kweli liko kwa wingi. Wengine wanaogopa hata kuwatoa, wengine wanaona hata aibu kutoka nao waje nao hadharani kama hao wengine walivyojitokeza, lakini bado kama kanisa tunaendelea kuwatia moyo na kuzungumza na wale wenye watoto wenye tatizo hili la ulemavu, waone kwamba si tatizo lao, ni sehemu tu ya maisha ya mwanadamu, kwamba mtoto anaweza kuzaliwa akiwa mlemavu, na anapozaliwa kama mlemavu si kwamba wazazi ndio wenye matatizo fulani kama wengine wanavyofikiri. Majina naitwa Rahma Hamisi, nimetokea kijiji cha Chekimaji Majengo. Nilivyosikia kuna madaktari wanakuja kwa ajili ya kuangalia watoto wenye changamoto, na mimi nikasema sio mbaya nifike kwa ajili ya mtoto wangu na mimi ana changamoto, ili niweze kupata ushauri. Nilivyokuja sio mbaya, nashukuru wamenihoji hapo kuhusu changamoto ya mtoto wangu, nikawaeleza maana changamoto yake alivyozaliwa alichelewa kulia, lakini ili nijua na changamoto alivyofika miezi 5, 6 shingo haikazi. Nikaenda Moshi CCBRT pale kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa madaktari. Wakasema changamoto yake ni kwa ajili alivyozaliwa alichelewa kulia na akashikwa na manjano, ndio kamletea hiyo hali ya viungo kukakamaa, na ikamletea kitu kama degedege. Na mazoezi yake nilianza toka akiwa na miezi 6 na sasa ana miaka 6. Lakini sio mbaya, kutokana na yale mazoezi sio mbaya, anaenda vizuri. Kwa hichi kitu kilichofanyika leo, nilikuwa naomba kama ningepata hata mfadhili ili huyu mtoto wangu aweze kutengemaa zaidi, nataka at least atembee. Mimi naitwa Martha Milia, mtoto wangu anaitwa Shedra. Kwa hiyo huyu mtoto wangu alikuwa na shida ya kupindika mwili. Sasa ninahitaji ilikuwa huyu mtoto wangu anyuke. Maana yeye mwili wake amepata shida ya kupindika hivi. Anaweza kufanya kama kulima hivi na kushunga hata hawezi. Ikawa sasa nimesema ikawa aende shuleni ili apate msaada huko shuleni. Kazi ya kufanyia huko shuleni, kwa sababu hawezi kushika ng'ombe, hawezi kulima shamba. Sasa alikuwa anahitaji hiyo msaada apate.